Tulipokuwa tumefika juu ya ngazi ya kupaa, tulifika mbele ya mandhari mazuri, haielezeki kwa suala la lugha ya wanadamu. Sina lugha ya kuelezea ukubwa wa mahali hapa. Hakukuwa na jua, lakini nuru ya kioo iliyokubwa kuliko jua. Mwanga wetu wa jua ni giza ukilinganishwa na nuru ya milele ya utukufu wa Mungu. Mahali hapo hakuwezekani kuelezea zaidi ya uelewa na utukufu. Tulikuwa tumejawa na furaha isiyoelezeka. Hakuna neno linalolingana na eneo la mbinguni. Mahali hapo paling'aa kama kioo na nyota zinazoangaza. Tuliona kwenye upeo wa macho mji mkubwa ambao ulikuwa dhahabu. Paliandikwa jiji la maajabu ya Bwana. Mji huo ulikuwa na fuele na kung'aa sana. Tulikuwa katika kupendeza na kushangaa. Kulikuwa na mamilioni ya malaika ambao walikuwa warefu kama majengo. Juu ya mavazi yao walikuwa wameandikwa neno la Mungu, mwana-kondoo wa Mungu, Yesu Kristo. Wengi wanazungumza juu ya Yeshua. Sina shida na hiyo, lakini kile nilichokiona kwenye vazi la malaika hawa wakubwa lilikuwa jina la Yesu Kristo. Kulikuwa na ala nyingi sana za mziki zikichezwa mbinguni. Mziki ambao ulikuwa unasikika ulikuwa unapendeza. Kweli kulikuwa na barabara 12 zilizotengenezwa na madini zenye mawe ya thamani nyingi ya rangi nyingi, zinazoongoza kwenye milango 12 ya jiji. Pande zote mbili za jiji hizi kuu kulikuwa na miti ya kijani kibichi. Kila wakati nilisikia sauti ya melodi. Umati wa watakatifu ulishangaa kwa sababu hawakuamini kama wameingia jijini. Malaika ambao walikuwa wana historia walikuwa wakielezea watakatifu walioshinda siri ya utakatifu wa jiji la milele ambalo Baba amewaandalia. Kulikuwa na furaha isiyoelezeka kati ya watakatifu wapya waliowasili, ambao walikuwa na hamu ya kuingia mji wa milele wa ufalme wa dhahabu. Walikuwa wamesahau mambo yote ya dunia, na hakuna mtu aliyefikiria juu ya familia yake na wapendwa wake waliobaki juu ya dunia. Bwana akasema, mji uonao ni mji wa maajabu ya Mungu, ni paradiso ya Mungu. Tuliona wakitoka kwenye magari ya mbinguni yaliyovutwa na farasi weupe chini ya madereva wa mbinguni. Walikuwa wakikiri utakatifu wa Mungu na walikuwa wameorodhesha watakatifu ili wapande kwenye mji. Wakati wowote mtakatifu aliyeshinda alipoitwa, niliona jina la mtakatifu limeandikwa juu ya gari la moto, hata kwenye gurudumu la dhahabu la gari ya mbinguni. Nilikuwa katika furaha kushuhudia heshima iliyotolewa kwa washindi na watakatifu walioshinda. Mpendwa, hakuna kiongozi duniani anayeheshimiwa kwa njia hii. Kisha nikajiunga na gari la mbinguni linalopatikana kwa wageni. Gari hili ambalo lilikuwa la wageni lilihamia katika moja ya barabara 12 zinazoongoza kwa moja ya malango 12 ya jiji. Nilikuwa nikitazama miti kwenye bustani pande zote za barabara. Matunda haya ya mbinguni yanaonekana kukomaa na yalikuwa ya kila aina. Niliona ndani ya hizi madhabahu za kijani kibichi zilizowaka moto, ambapo moshi ulikuwa ukiongezeka. Kando ya madhabahu hizi kulikuwa na malaika waliovaa kama makuhani. Walikuwa wakishika uvumba ambao kulikuwa na kusonga na kufukizia, na moshi ulikuwa ukitoka ambao ulikuwa na harufu nzuri ya kimbingu ambayo sikuhisi kamwe duniani. Harufu ya duniani haitakuja kukaribia kamwe. Malaika akaniambia,
Moshi wa ubani ni maombi ya watakatifu. Wakati sala yao inapanda juu mbinguni, ilijaza eneo la mbinguni na harufu ya manukato. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8 inasema, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao na ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Maombi pia ni manukato katika maisha ya mwamini anayeomba, na kila wakati kuna mabadiliko katika maisha yake. Mabadiliko hayo ni matokeo ya harufu ya maombi. Malaika aliniambia, waambie ndugu zetu ulimwenguni kote wasali kila wakati, na maombi lazima yawe chakula chao. Maombi yatatakasa mili yao, roho zao na nafsi zao. Maombi yatabadilisha maisha yao hapa duniani. Hakuna siri kubwa kuliko maombi. Waumini wa kanisa la kwanza walitumia wakati wao mwingi katika maombi. Wakati waumini wa siku za kisasa wanapendelea kulala na wako katika wasiwasi. Maombi huamsha agano kati yao na Bwana. Maombi yanaimarisha maelewano kati yao na Bwana katika uhusiano wao kamili. Waambie ndugu zetu wasali bila kukoma kila wakati, lakini maombi haya lazima yawe ya utakatifu. Mtakatifu anayefanya maombi awe na moyo usio na mizozo, chuki, kutosamehe, hasira. Haipaswi kuomba kwa nia mbaya na watu. Haya ni maombi yenye madoa. Maombi lazima yatimize usafi wa moyo na utakatifu wa roho na haki katika tabia. Hizi ni aina za sala zilizojaa paradiso ya Mungu na harufu nzuri, lakini wakati moyo wako umejaa kiburi, wasiwasi na kunungunika, sala yako haitafika mbinguni. Bwana hataki unungunike, bali wasilishe suala lako kwake. Nikamuuliza malaika, kwa nini madhabahu hizi zinawaka moto na moshi? Malaika akaniambia, madhabahu hizi na moto wake unachangia mwangaza wa mbinguni. Utawaambia waumini ambao wanaishi katika utakatifu kwamba utakatifu hautoshi. Lazima waongeze katika utakatifu maisha ya kujitolea. Kuna mambo ambayo yanahitaji kujitolea ili kupata majibu. Kisha malaika akaanza kuniambia juu ya kiwango tofauti cha kujitolea watu wa Mungu wanaopaswa kujitolea kumtumikia Mungu wakiwa ulimwenguni. Malaika akaniambia, kusudi la moto ni kuteketeza na kuchoma. Chochote kinachokutana na moto kinateketezwa, iwe ni kuni au chuma. Kutakuwa na muwako. Haya ni athari ya maisha ya kujitolea kwa kufunga na sala, ambayo hutoa utakatifu kwa moto na utakaso. Kufunga na maombi ni moto utakasao. Kwa hivyo utawaambia ndugu zetu ulimwenguni kote wafunge kama hapo awali, ili kutakaswa na kusafishwa kwa moto. Kufunga na kuomba ni tanuru ya moto wa utakaso na kusafisha. Kufunga lazima iwe maisha yao. Waambie ndugu zetu lazima waishi maisha ya kujitolea, maisha ya kufunga na kuomba. Lazima warudi katika milima, misitu na vichaka kutafuta uso wa Mwenyezi. Lazima watoe sadaka katika mkesha wa usiku. Lazima waanzishe mikutano na kampeni za kufunga na kuomba. Lazima watumie siku zao duniani mbele za Bwana kwa kufunga na kuomba. Hii ni dhabihu inayompendeza Bwana. Lazima watoe kile ambacho ni cha thamani kwao kwa Mungu. Unapotoa nguvu na uzuri wako katika siku za maombi kumtafuta Bwana, hii ni dhabihu ya kupendeza.
Wakati uliamua kukatiza usingizi wako usiku kuomba na kutafuta uso wa Bwana, hii ni dhabihu ya kupendeza kwa Bwana. Unapomtolea Mungu kile ambacho ni cha thamani kwako, ni dhabihu ya kupendeza. Dhabihu hizi zote za watakatifu zinakuwa moto unaowaka katika madhabahu ya sala na kuwa harufu inayojaza paradiso. Tulipopita madhabahu za kuteketezwa za Sara, mwishowe tulifika kwenye mahakama ya nje ya ufalme wa mbingu, ambapo niliona mamilioni ya malaika wa Mungu wenye kusisimua wakiimba na kusifu. Walikuwa mabilioni ya malaika na mziki mzuri. Nilifurahi na kushangaa na kupendezwa. Kulikuwa na kusanyiko kubwa la wacheza vyombo wapatao 135,000 wakicheza mziki karibu na ukuta wa jaspi. Kila kusanyiko lilikuwa na jina. Kusanyiko hili la wapiga vyombo vya mziki liliitwa Neno la Mungu, kwani kila wakati huimba nyimbo kwa kufuata neno la Mungu. Kulikuwa na kusanyiko lingine ambalo hili liliitwa Mapigano, kwa vile malaika hawa walikuwa wakiimba nyimbo zinazohusiana na vita vya kiroho. Nilijifunza kuwa wakati tunakabiliwa na vita na tunapoomba, lazima tuhakikishe tunaimba nyimbo zinazohusu vita vya kiroho. Nyimbo hizi husababisha kuja kwa malaika wa vita. Kulikuwa na kusanyiko linaloitwa Faraja, ambao hawa huimba tu nyimbo za faraja, na nyimbo hizi zinatumwa duniani kuleta faraja. Watu hawatungi nyimbo hizi kwa akili zao. Ni Roho wa Mungu anayewahamasisha wanadamu kumwimbia Mungu. Juu ya mamilioni ya malaika, niliona malaika mkubwa ambaye alikuwa akiruka angani. Malaika huyu mkubwa alikuwa akiongoza na kuhamasisha malaika hawa kuimba na kumtukuza Mungu. Alikuwa mkubwa sana kiasi kwamba ikiwa angeweza kuruka juu ya dunia, angeifunika sayari kabisa. Nilimuuliza malaika huyu mkubwa ni nani? Aliniambia, malaika unayemuona amechukua nafasi ya Lucifer, ambaye ameacha jukumu lake mbinguni, kwani shetani alikuwa akisimama kuongoza nyimbo za mbinguni kuelekea kiti cha enzi. Hivi ndivyo malaika huyu anafanya sasa hivi. Malaika huyu mkubwa alikuwa wa kupendeza na kushangaza. Niligundua kuwa kila kikundi cha mziki kilikuwa kikiimba nyimbo. Hawakuwa wakirudia nyimbo za zamani ambazo walikuwa wamekwisha imba tayari, kwani Mungu ndiye chanzo cha nyimbo zote. Wakati huo niliona kuwasili kwa malaika wapya. Walikuwa wameshika vases, yani vyombo maalum. Malaika hawa huitwa watoza, kwani hukusanya nyimbo za vikundi vya wanamuziki wa mbinguni ambazo zilikuwa moshi. Walikusanya moshi huu na kusafiri duniani kuwapa watakatifu nyimbo hizi ambazo zinakusudiwa kuwatakasa watoto wa Mungu wanaposikiliza. Niliwaona malaika hawa wakieneza moshi huu ulimwenguni kote. Wakasema, imba kwa utukufu na heshima ya Mungu. Niliambiwa nyimbo hizi zitapokelewa na wale wanaomcha Bwana na kuishi katika utakaso. Nyimbo hizi zitaondoa shida, magonjwa, laana na kufeli katika maisha ya watu wa Mungu. Wanaposikiliza nyimbo hizi, zinaondoa yote hayo. Nikamwambia malaika wa Bwana, kwa nini siku hizi watu hawaponywi na nyimbo hizi? Malaika alisema, kuna tuzo kila wakati kwa wale wanaomtumikia Bwana, lakini unapoanza kutumia zawadi ya Mungu ili kujitajirisha na kuwanyonya watakatifu, uko chini ya laana. Damu yao itaombwa kutoka kwao. Wimbo ni kwa ajili ya utakaso wa moyo.
Leo nitazungumzia kuhusu mahali pa kutoa hesabu. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 4 hadi wa 5 inasema, lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa wenzake. Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Jambo kuu kwa mwanadamu ni maandalizi ya roho yake hapa duniani. Kwenye umilele hakuna maandalizi. Mwili wa mtu hauna faida yoyote, ni bahasha tu ambayo utaiacha. Baada ya kupata mali na utajiri, pesa na nyumba, wengi wanakufa na kuanguka katika vyumba vya kuzimu kwa mateso. Hii ndiyo hukumu ya milele. Kusudi la watakatifu duniani ni kuandaa mioyo yao kukutana na Bwana. Mungu alikutuma duniani na jukumu moja, ambalo ni kutengeneza kile baba yako Adamu ameshindwa. Je, Adamu alishindwaje? Ilikuwa wakati alipotaka kujitawala na kujitegemea kutoka kwa Mungu. Injili hii ya uhuru kutoka kwa Mungu ilihubiriwa na Shetani. Alihubiri kwamba mtu anaweza kuwa bwana wa maisha yake na anaweza kuchagua kile kinachofaa kwake. Hii ndiyo dhambi ya asili. Isitoshe, mwanadamu alitenda dhambi kupitia macho, kwani aliona matunda yalikuwa mazuri. Hii ni dhambi ya wakati wa mwisho. Kanisa linadhani kuwa maisha ya duniani ni mazuri linapotazama kwa macho vitu vya nje. Walakini maisha ya duniani ni kivuli cha maisha ya kweli ambayo yanasubiri mwanadamu baada ya kufa. Muonekano wa kweli wa watu utaonekana baada ya kifo. Ni baada ya kifo ndipo maisha ya kweli ya wanadamu yataanza. Kinachotokea duniani ni kivuli tu. Duniani kila mmoja wetu ana jukumu la kukimbia dhambi ya asili ambayo ni kuishi maisha huru kutoka kwa Mungu. Lazima tutafute utegemezi wa Roho wa Mungu ambaye Mungu alimtuma mioyoni mwetu. Tunapofikia mtindo wa maisha ambapo tunahitaji sana kumtegemea Roho wa Mungu, ndio wakati sisi tunakuwa na Bwana. Siku utakapoacha mapenzi yako mwenyewe ukitafuta mapenzi ya Roho Mtakatifu. Siku utakapoacha uchaguzi wa moyo wako kutafuta mwongozo na mwelekeo wa Roho wa Mungu ili ufanye mapenzi ya Mungu, hapo ndipo utembezi wako na Mungu utaanza. Kwa hadi sasa unatembea kwa njia yako mwenyewe. Bado haujajisalimisha kabisa kwa Roho wake na mwongozo wake. Lakini ni nani anayejua mapenzi ya Mungu isipokuwa yafunuliwe kwanza? Hata hivyo mapenzi ya Mungu yamefunuliwa katika neno la Mungu, yani Biblia. Baada ya kutembelea vyumba 351 vya kuzimu, nilifungua Biblia yangu kusoma, kuchunguza na kuthibitisha ikiwa kile nilichokiona katika mwaka mzima kilikuwa ndani ya Biblia. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 8 hadi wa 9 inasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yoyote akiwahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Mwisho wa kunukuu. Nilitaka kujua ikiwa yale niliyoyapata katika vyumba 351 vya kuzimu yanalingana na mafundisho ya mitume na manabii. Maono ya kweli ni yale yanayolingana na maandiko. Nilitumia masaa kusoma neno. Niliweza kusoma neno la Mungu kutoka saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni. Hii imekuwa desturi yangu kutumia masaa mengi kusoma Biblia. Nilikuwa nikifanya zoezi hili kwa kuwa nilitaka kujua ukweli kuhusu uzoefu huu wa vyumba vya kuzimu, pamoja na kwamba nimewaona wapendwa wangu na baba yangu huko kuzimu. Kilicho muhimu kwangu ni kile kilichoandikwa katika neno. Nilikuwa nikisoma neno siku hiyo. Nilisikia sauti ya Bwana, akasema, leo nitakupeleka kwenye paradiso ya Mungu. Andika kila kitu ambacho nitakuonyesha.
Tumia kila njia ya mawasiliano ili ujumbe huu uwafikie ndugu ulimwenguni kote. Ndugu zangu wapendwa, mabibi na mabwana, baada ya kufa msalabani, Bwana aliendelea kuandaa makao ya mbinguni kwa ajili yangu mimi na wewe. Sisi sote ni wagombea wa mbingu. Niliamua nia yangu kuurithi ufalme huu wa mbingu licha ya shetani na vita na mitego yake. Nitaingia katika ufalme wa mbingu. Bwana alisema, nataka ulimwengu uonywe. Kanisa langu lazima lijiandae. Wengi wanataka kuja katika ufalme wangu, lakini ni wachache wanaotembea kwenye njia yangu ya haki, kwenye barabara nyembamba ya uzima. Kisha Bwana akanichukua kwenda mbinguni. Haraka sana niliona roho nyingi zikipanda juu angani. Nilijiuliza, ni akina nani hawa watu ambao walikuwa wakiruka kama ndege kuelekea mbinguni? Watu hawa walikuwa wakiangaza na walikuwa wakiongozana na malaika. Nilijifunza kuwa hawa ndio watakatifu ambao walitoka kwenye vita vya duniani. Wanaenda kwenye njia kuu za mbinguni. Watakatifu hawa walikuwa wakiongozana na malaika ambao walikuwa wakipanda na kusonga pamoja nao. Malaika hawa walikuwa wameshikilia vitabu ambavyo vilikuwa vinaangaza kama madini. Bwana alisema, wakati mtu anakuja kwangu, mimi hutuma malaika katika maisha yake kwenye utumishi wake. Waumini hawana mamlaka ya kuwaamuru malaika hawa ambao wamewasilishwa kwa mamlaka yangu. Wao ni mashahidi wa matendo yote unayofanya hapa duniani, mazuri au mabaya, na wanaandika kila tendo. Unapokuja kanisani wanaandika. Unapoenda kwenye baa watakaa nje na wataandika siku, saa na mwaka ulioingia kwenye klabu ya usiku. Nilikuwa naangalia watakatifu hawa kutoka kote ulimwenguni. Mwishowe tuliwasili katika sehemu za mbinguni ambapo pameandikwa mahali pa kutoa hesabu. Wafu katika Kristo walitakiwa kuvuka mahali hapa pa kutoa hesabu ili kuendelea na safari ya kwenda mbinguni. Niliona upande wa kulia umati wa malaika na upande wa kushoto umati wa mashetani. Kila roho ilipaswa kupitia mahali hapa. Walakini kila muumini aliporejeshwa na pepo, niliona kwamba alizuiliwa na kutostahiki. Hakuweza kuinuka kuelekea paradiso ya milele ya Mungu. Mapepo yalidai tu kwa waumini wa Kristo ambao waliweka mali ya shetani kwenye miili yao kama vile mapambo na vitu vingine. Wale ambao wamejitenga na ulimwengu na raha zake, adui hakuweza kuwashtaki na kudai roho zao. Dhambi na mali yoyote ya shetani itawawezesha roho waovu kuwazuia watoto wa Mungu kufikia lango la milele la mji wa mbinguni. Kujiweka kando na kujitenga na uchafuzi wa ulimwengu itaruhusu kupita mahali pa kutoa hesabu. Katika mahali hapa kulikuwa na hata roho za manabii wa uongo na mitume wa uongo na watumishi wote wa uongo. Roho hizi zilikuwepo kuwashtaki. Muumini alikuwa karibu kupita na kuendelea na safari yake katika barabara kuu ya mbinguni. Wakati huo roho ya mchungaji ilisema, hauwezi kupita. Wewe ni mshirika wa kanisa langu. Wachungaji wa shetani na mapepo walikuwa wakidai nafsi za watu ambazo zilikuwa zikitembea kwenye barabara kuu ya mbinguni. Niliona roho ambayo ilirudishwa na mchungaji wake wa kishetani. Nikaona hakuweza kupita na akaanza kushuka chini kuelekea kuzimu. Nikasema, Bwana, nini kinachotokea hapa? Bwana alisema, wakati muumini anahudhuria kanisa la kishetani, hawezi kuingia katika ufalme wangu. Ametenda dhambi kupitia mchungaji wake moja kwa moja. Huwezi kusema sina uhusiano wowote na mchungaji wangu. Ninakuja tu kanisani kusikia neno na kuomba kwa Mungu. Mathayo 23:13 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki,
kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Wakati mchungaji ni mtumishi wa Shetani, bado atahubiri Biblia kwa washirika wake, lakini unajua kwamba hataingia kamwe katika ufalme wa mbingu kwa sababu yeye ni mtumishi wa Shetani. Lakini ikiwa utabaki kushikamana na kanisa hili, utaanguka kwenye shimo. Hakuna mchungaji wa kishetani atakayeandika kwenye lango la kanisa kwamba yeye ni mtumishi wa Shetani. Atasimama kwenye membali na kuhubiri, lakini anajua yeye si wa Mungu, yuko kwenye njia ya kuhukumiwa, na yeyote anayemfuata ataanguka pamoja naye kwenye shimo. Yesu pia aliwaambia mfano kwenye Luka sura ya 6 mstari wa 39 hadi 40. Akawaambia mithali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake. Manabii hao wa uongo wanajua njia ambayo wamechagua, na wanajua wanaongoza roho katika njia ya adhabu na laana. Kusudi lao ni kushinda roho kwa upotevu, maana Shetani amewatuma kujenga makanisa. Utaona kwamba wanafanya miujiza, na ni wengi huko nchini kwako. Makanisa mengi yanaongoza roho kwenda kuzimu. Hizi ni hekalu za Shetani. Wana ishara kama vile piramidi pamoja na jeneza. Ni roho ngapi zilikuwa zimepotea katika ulimwengu? Kwa maana walikuwa kwenye barabara kuu iendayo mbinguni, lakini walizuiwa katika eneo hili la kutoa hesabu. Walianza kuanguka chini wakielekea kuzimu. Nafsi hizi zilikuwa zikilia kuwa tumepiga mbio bure ya maisha ya wokovu duniani. Usipoteze roho yako kwa sababu ya mchungaji au kanisa. Nilimwona ndugu ambaye pia alikuwa akienda mbinguni, lakini alipofika mahali hapo pa kutoa hesabu, niliona TV ikijiunganisha kwenye paji la uso wake. Bwana alisema alikuwa fundi wa vifaa vya umeme. Siku moja mteja alikuja kwake kutengeneza TV. Alimwambia mteja arudi kuchukua runinga kwa tarehe fulani ambayo ilikuwa tayari ya mwisho, lakini alishindwa kutengeneza TV kulingana na tarehe ya mwisho. Mteja alikuwa akija mara kwa mara ili kuchukua TV, lakini bado haikutengenezwa. Kwa kufadhaika, mteja huyu alisema situmii tena runinga, na akamwachia yeye hiyo TV. Ndugu huyu alibaki na runinga, na baada ya muda aliiuza, kwa maana ilitelekezwa kazini kwake. Alipaswa kutengeneza TV na kuomba msamaha kwa mteja kwa kushindwa kutengeneza kabla ya tarehe ya mwisho. Alipaswa kutafuta mmiliki wa runinga hii, lakini akachukua TV na kuiuza. Kwa hivyo hakuweza kuendelea na safari kuelekea katika ufalme wa mbingu. Alisimamishwa na kuanza kuanguka, na alikuwa akielekea kuzimu. Kisha nikamwona dada ambaye alikuwa na losheni iliyoshikamana naye mahali hapa. Hakuweza kuendelea na safari yake kuelekea lango la mbinguni. Alianza kuanguka chini kuelekea kuzimu. Bwana aliniambia rafiki yake alikuwa akiuza na kukopesha sabuni na losheni. Alikopa na kuahidi kulipa pesa hizo, lakini wakati wa kulipa pesa ulipofika, alianza kujificha kutoka kwa rafiki yake ambaye alikuwa anakuja kuchukua pesa za losheni yake. Hadi rafiki yake alikuwa amechoka na akamwambia, tafadhali usilipe tena hiyo pesa, unaweza kuchukua losheni na pesa. Hata hivyo losheni sio yake, alipaswa kulipa pesa, lakini alikufa akishindwa kutimiza wajibu wake, na hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Dada mwingine hakuweza kuingia kwa sababu ya chumvi aliyokopa na akashindwa kulipa.
Kwa kweli kaka na dada wengi hawakuweza kuingia kwa sababu ya madeni waliosahau. Watu hukopa na kusahau kulipa, na miaka mingi imepita. Wanapokufa, kushindwa kwao kulipa madeni yao huwaelekeza kwenye hukumu ya milele. Ndugu yangu, ni kitu gani ambacho unadaiwa? Je, umesahau deni lako? Una mali ya mtu ambaye amekuachia kwa sababu ya kuchanganyikiwa kwake, au amesahau? Nilimwona mtu ambaye hakuweza kupita kwa sababu alikuwa akishindwa kumtunza mkewe na watoto. Alikuwa akipata pesa nyingi, lakini alikataa kumwambia mkewe kuwa alikuwa na pesa ya kutosha kukidhi mahitaji ya watoto. Alikuwa akijifanya kama pesa ni ndogo, walakini Bwana alikuwa akimpa pesa ya kutosha. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 inasema, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Tafadhali ndugu yangu, wakati Bwana anapokupa pesa, usijifanye kwa mke wako kwamba hauna pesa. Kuwa tayari kukidhi hitaji la mke wako na watoto. Ni wanaume wangapi wanajificha na kusema uongo juu ya mishahara yao kwa wake zao? Hawataki wake zao kujua ni kiasi gani wanapata. Sasa kwa nini mahali hapa panaitwa mahali pa kutoa hesabu? Wakati watu walishindwa kumaliza hesabu zao duniani, watu wataimaliza mbele za Mungu. Kila kitu wanachokifanya watu duniani watatoa hesabu na watalipa. Kila dhambi ambayo haijasuluhishwa duniani itafunuliwa hapa na Mungu atawahukumu. Hata kama watu wamesahau, Mungu hajasahau. Nafsi nyingi zilisimamishwa mahali hapa. Nilipoona kwamba wengi bado walikuwa wakinyanyuka na kuelekea kwenye lango la lulu, Bwana alisema, hapa sio mahali petu, ni sehemu tu ya barabara iendayo mbinguni. Lakini wengi watajikwaa hapa, wachache watafika lango la lulu la mbinguni. Ndugu yangu, wakati tajiri alipomuomba baba Ibrahimu ampeleke Lazaro kwa walio hai kuwaonya, Bwana aliamua kutuma walio hai ambao bado hawajafa ili kuonya binadamu juu ya ukweli unaowangojea katika maisha ya zaidi ya kaburi. Lakini ukweli hauwezi kuwekwa juu ya ubinadamu. Bwana alisema maneno haya kwa sababu vitu vya siri havikupewa watoto wa ulimwengu huu, lakini umepewa wewe kujua siri za ulimwengu wa mbingu. Na kwa kuwa umepokea siri ya ufalme wa mbingu, utakuwa wa kwanza kuhukumiwa. Hii ni kwa sababu ya maarifa uliopokea. Hukumu itakuwa kali sana kwa watakatifu kuliko ile ya ulimwengu huu, kwa maana watakatifu walikuwa wamesikia siri ya ufalme wa mbingu na wameshindwa kutubu. Hukumu itaanza katika nyumba ya Mungu. Haiendi popote tofauti na hamu ya moyo wako. Baraka katika uwepo wa mwanadamu sio kuishi kwa muda mrefu duniani. Kilicho muhimu ni kurithi ufalme wa mbingu, hata kama umeishi maisha mafupi hapa duniani. Ikiwa kweli wewe ni muumini wa kweli wa Bwana Yesu, utakuwa na haraka moyoni mwako kuacha mwili huu ili ujiunge na washindi katika ufalme wa mbinguni. Na kila mwenye pumzi aseme amina. Mpendwa wangu, tunapaswa kujenga maisha yetu kwa maombi, kwa kuwa roho zetu zinakula neno la Mungu na pia roho zetu zinakula maombi. Nguvu ya roho yetu tunapata kwa maisha yetu ya maombi. Mara nyingi waabudu shetani wana nguvu kwa sababu wamejitoa katika suala la kujizuia, kufunga na kujitolea. Kwa kadri mili yetu tunavyoitoa dhabihu, kwa hivyo lazima tuombe hadi mahali ambapo mwili umefanyiwa unyama, yani kuutesa mwili katika maombi na kuhisi maumivu.
mwili wetu lazima ufanyiwe mateso katika maombi. Biblia inasema mwili wako ni dhabihu iliyo hai. Soma Warumi sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Basi nawasihi ndugu zangu, kwa rehema za Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Kufunga na kuomba ni dhabihu ya mwili kwa Bwana. Tumeagizwa kuomba kila siku. Kulingana na sheria ya Roho, Mkristo anatakiwa kuomba kwa masaa 4 kila siku. Wengi wananipigia simu wakihoji ushuhuda huu juu ya vyumba vya kuzimu. Sisi sote tuna miadi ambayo ni kifo. Ikiwa ushuhuda wangu ni wa uongo, wajua kuwa wajidanganya wenyewe, lakini wajua kwamba wanajidanganya wenyewe wakichukulia kuwa huu ni upumbavu. Hivi majuzi nilienda kutoa ushuhuda kanisani. Niliposimama juu ya mimbari kutoa ushuhuda, nilimwona dada ambaye alikuwa amekaa mbele yangu. Alikuwa amevaa sketi ambayo hata haikufika magotini, walakini alikuwa ameacha miguu waziwazi kabisa, hata kunivutia. Nikasema, dada yangu, simama na nenda ukatafute nguo ya kufunika mwili wako, vinginevyo toka kanisani. Mchungaji alishangaa kuniona nikizungumza hivyo kanisani kwake. Nikasema, kanisa si la mtu, ni la Yesu Kristo. Ninaendelea kusema kwamba mbingu na kuzimu ni halisi. Hauwezi kwenda mbinguni wakati umeambatanishwa na mali za shetani. Lazima kujitenga na vitu vyote ambavyo ni vya shetani. Tumeitwa kujitenga na ulimwengu. Ikiwa unaishi kwa Yesu, unaelekea mbinguni. Unapomfuata shetani, utajiunga naye katika ziwa la moto na kiberiti, kwani shetani hataki kwenda huko peke yake. Katika nyakati za kisasa, tunapoangalia ushirika wa makanisa, ni dhahiri kwamba wanawake ndio roho nyingi zinazohudhuria makanisani na wanaume ni wachache. Lakini niliona kwamba wanaume walikuwa wengi wa roho huko mbinguni na wanawake walikuwa wachache. Kuna wanawake wengi katika makanisa leo, wakati wanaume ni wachache. Lakini niliona wanawake wachache sana mbinguni. Walakini wanaume wachache wanaokuja kanisani, lakini wao ni wengi huko mbinguni. Kati ya roho ambazo niliona mbinguni, 25% ni wanawake na 75% ni wanaume. Imekuwa ngumu zaidi kwa wanawake kuingia kwenye lango la ufalme wa mbingu. Kwa kweli wanawake wengi wameambatanishwa na vitu vya kidunia. Wanahitaji kujitenga na vitu vya ulimwengu. Wanawake watalazimika kuacha vitu vingi ambavyo vinawasababishia ubaya wanapovitumia. Katika nyakati za zamani, ulimwengu ulianguka kwa ufisadi kwa sababu ya wanawake. Mwisho wa wakati, ulimwengu utaanguka tena kwa sababu ya kuongezeka kwa nguvu ya kike. Nilisafirishwa na Bwana kwenda mbinguni. Nilipowaona wafu katika Kristo wakiinuka kuelekea lango la mbingu, lakini pepo wanadai juu ya roho za wanaume na wanawake ambazo zimeshindwa kujitenga na ulimwengu na kukabiliana na dhambi ambayo haijasuluhishwa. Hapa ndipo mahali pa kutoa hesabu. Baada ya kupita mahali hapa, nilijiunga na watakatifu ambao walifika kwenye lango la milele la ufalme wa mbinguni, ambapo roho zilizokufa za watakatifu zilikuwa kwenye foleni. Katika lango la mbingu, niliona mwanamke aliyekuwa amevaa mavazi meupe. Walakini aliposogea kuelekea kuingia mbinguni, niliona kwamba alipoteza vazi lake jeupe lililotoweka. Nikaona kwamba sasa alikuwa amevaa juu vazi la kidunia lisilo na maadili na alikuwa na wigi kichwani. Mara yule dada akafunguka na kupiga makelele. Alijua kuwa kuna jambo halikuwa sawa. Haraka sauti ya Bwana ilizungumza kutoka ndani ya jiji na kumwambia, dada, sikukuumba na nyoka kichwani. Dada huyo alipigwa na butwaa kusikia Bwana akisema hivi, na aligusa kichwa chake kuangalia ikiwa walikuwa nyoka au la.
Hapo awali alihisi nywele zake, na maanisha wigi aliyokuwa amevaa. Haikuwa muda mrefu wakati wigi hii ilibadilika kuwa nyoka. Ndugu yangu, laiti tungeweza kupiga picha, ningekuletea picha kukuonesha hatari za wigi kwenye kichwa cha mtu, jinsi lilivyogeuka kuwa nyoka. Mwanamke maskini hakustahili uzima wa milele kwa sababu ya nguo za kidunia na wigi. Bwana akasema, usishangae kwa kuwa wengi wamechukua njia nyembamba ya maisha, lakini hawataingia. Luka 13:24 inasema, jitahidini kuingia kwa mlango mwembamba, kwa maana nawaambia wengi watataka kuingia lakini hawataweza. Nakumbuka wakati Bwana alinipeleka kwenye ulimwengu wa shetani, ambapo mkutano wa kimkakati ulikuwa ukifanyika. Nilimwona shetani kwenye membali. Kulikuwa na pepo hatari kama vile Princess Jezebel. Niliona katika mkutano huu Princess Jezebel na nywele zake ambazo zilikuwa nyoka, kwa maana yeye ndiye mama wa mawigi, kusuka na nywele bandia ambazo wanawake huvaa duniani. Katika mkutano huu wa kimkakati, Lucifer aliwaambia wasikilizaji, nataka wanawake wote wa ulimwengu waonekane kama sisi. Mala Malkia Jezebel alisimama kutoka kwenye kiti chake cha enzi na kuanza kudai kwa wanawake wa ulimwengu, na alitangaza kubuni na kuzidisha mapambo yake kama vile wigi, vipuli na mapambo, na kupaka rangi miili ya wanawake duniani, kupeleka mapambo yake na mapambo ya ulimwengu juu ya ulimwengu ili wanawake wa ulimwengu waonekane kama yeye. Alimwambia Lucifer na Hazira, nitaweka kwenye mzunguko nywele zangu, mapambo na vipuli, na wakati wanawake wa ulimwengu watavaa nywele na mapambo yangu, wataonekana kama sisi na watakuwa kama mimi. Wakati wanawake wataweka vyombo vyangu kwenye miili yao, watakuwa binti zangu, na mimi nitakuwa mama wa wanawake wote wa ulimwengu, na roho zao zitakuwa zangu. Watakuwa malkia wa udanganyifu, kwani mimi ndiye malkia wa kutongoza. Ndugu zangu wapendwa, Malkia Jezebel ndiye mbunifu wa haya mawigi ambayo anayetuma kwa wanawake wa ulimwengu kuyavaa kwa heshima ya Lucifer. Dada yangu, unaweza kunena kwa lugha na kutabiri. Kusudi la vitu vya Jezebel sio kukuzuia usinene kwa lugha au kutoa unabii. Vitu hivi vya Jezebel vitakuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lucifer hana shida na unabii wako au kunena kwako kwa lugha au kumtumikia Mungu. Anachotaka ni roho yako. Anataka kukuzuia kuingia mbinguni. Vitu hivi ni mali yake. Hutaingia kwenye mlango wa lulu ya mbinguni ukiwa na mali ya binti Jezebel. Jezebel, yeye alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi pamoja na Lucifer katika mkutano huu, kwa sababu yeye ni binti mfalme. Ibilisi ana wana na binti. Wakati watu wanazaliwa duniani, hugundua baba wawili ambao ni Mungu na Ibilisi. Wakati wanaume na wanawake wanaposhikamana na vitu na mali za shetani, wanakuwa binti na wanawe. Ibilisi ana wakuu na wafalme ambao hutoa mafundisho kwa pepo walio na mwili. Hawa ni watu ambao wangetumia mali za shetani. Wako hapa duniani ni mashetani aliyovaa miili ya kibinadamu. Wakati ulizaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yako, hukuwa na wigi na wala hukuwa msukaji wa nywele, lakini ulikuwa mzuri. Lakini kwa kuwa unafikiri Bwana alikufanya uwe mbaya, shetani atakukabidhi mama ambaye ni Malkia Jezebel, mama wa mawigi yote. Ibilisi anataka wanawake wote wa ulimwengu waonekane kama Malkia Jezebel, ambaye yeye ana nyoka kichwani mwake. Alisema, nataka wanawake wote wa ulimwengu wamilikiwe na roho za majungu na utapeli. Kwa njia hiyo watahudumia kuongeza hamu ya mwili ili wakazi wa dunia waangamie.
wanandoa na familia zitavunjika. Lucifer aliwaambia wasaidizi wake, wakati roho za utapeli zinaingia katika maisha ya wanawake wa ulimwengu kupitia mapambo yetu, vyombo hivi vitatuwezesha kutawala maisha yao. Mpendwa wangu, pepo lisingeingia maishani mwako isipokuwa ufungue mlango. Maadamu unaweka mali ya shetani, una uhalali wa kuharibu maisha yako. Unapovaa mali ya Jezebel, ulionekana kama yeye, kwa kuwa Lucifer alisema, nataka wanawake wa ulimwengu waonekane kama sisi. Na kwa sababu ya wigi na mapambo ya ulimwengu, wanawake wa ulimwengu wamebeba nyoka kichwani kwa heshima ya Lucifer. Haupaswi kujaribu kumwambia Mungu hakukufanya uwe mzuri, kwani kila kitu alichokifanya kilikuwa kizuri. Mwanamke huyu hakustahiki, na ardhi ilifunguka chini yake, akaelekea kuzimu. Mwanamke mwingine alijitokeza, lakini lango la mbinguni lilibaki limefungwa kwa ajili yake. Niliona macho mengi yakimwangalia. Dada huyu alikuwa amevaa suruali, au wengine wanasema suruali ya kike. Niliambiwa kwamba idadi ya macho inayomwangalia ni idadi ya wanaume ambao alifanya nao uzinzi, kwa maana imeandikwa katika Mathayo 5:28, ikiwa mtu yeyote alimtazama mwanamke kwa kumtamani, amezini naye. Mavazi ya dada huyu yalikuwa kikwazo kwa wanaume wengi ambao walimtamani baada ya yeye kufanya uzinzi nao katika mioyo yao. Kila wakati wanaume walipokuwa wakimtazama na kumtamani, walikuwa wakifanya naye mapenzi. Licha ya ukweli kwamba alikuwa Mkristo na alikuwa akimtumikia Mungu, alikuwa amekosa sifa kwa sababu ya mavazi ya kashfa. Mwanamke mwingine alijitokeza mbele ya lango la mbinguni, lakini lango lilibaki limefungwa kwa ajili yake, na pia alipoteza vazi lake jeupe, lilitoweka. Nilijifunza kuwa alikuwa mhubiri, lakini mahali pa wanawake sio mimbari, kwani wanawake lazima wakae kimya katika mkutano wa watakatifu. Wanawake wanaweza kuinjilisha na kushinda roho, lakini sio kuwa wahubiri kanisani. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 34 inasema, wanawake na wanyamaze katika makanisa, kwa maana hairuhusiwi wao kusema, bali watii kama inavyosema sheria. Baadaye kulikuwa na mvulana wa miaka 11 ambaye alisimama mbele ya lango la mbingu, ambaye halikumfungulia. Mara nikaona pepo wadogo ambao walikuwa kama watoto wachanga wanafiki. Kweli mvulana huyu alikuwa akiangalia katuni, lakini nyingi za katuni hizi ni za kishetani. Mvulana huyu alichafuliwa na picha zilizolaaniwa za katuni za kishetani. Mpendwa wangu, kuweka katuni kwa watoto kunaweza kuwapelekea kuzimu. Tunaendelea kusema kuwa watoto hawana hatia, lakini kile wanachotazama ndiyo chaweza kuwa hatia. Kwa kweli picha hizi zinaondoa kutokuwa na hatia kwa watoto na kuwafanya waasi, na hukumu huanza wakati watoto wanaweza kutofautisha mema na mabaya. Wakati wa mwisho, picha za vyombo vya habari ni silaha kubwa za shetani dhidi ya kanisa. Picha hizi zimewekwa wakfu na kujazwa mapepo. Zina ujumbe mdogo wa upotevu wa kijinsia ndani ya hizi filamu. Watoto wameanzishwa kwenye uchawi wakiwa wadogo, wamerogwa. Mvulana huyu alisema, nilimtumikia Mungu maisha yangu yote kwa sababu nilimjua Bwana tangu nilipokuwa mdogo, nilikwenda kanisani. Lakini kijana huyo hakustahili kwa sababu ya katuni za kishetani ambazo zilimchafua. Kisha nikamwona mchungaji ambaye alikuwa karibu na foleni. Aliposimama mbele ya lango la milele la mbinguni, halikufunguka. Mchungaji huyo alikuwa amebeba begi ambamo kulikuwa na chupi za kamba, ambazo ni nguo za ndani za kike za malkia wa kutongoza.
Chupi za kamba za G-string ni za kishetani na huwavuta wanaume kiroho. Bwana alisema wanawake walikuwa wamevaa nguo za kamba katika kanisa lake, na alikuwa akiziona mara kwa mara kwa kila harakati za mili yao iliyosababisha hizo chupi za kamba aina ya G-string zionekane. Lakini kamwe hakuhubiri dhidi ya mavazi yasiyo ya heshima. Na hii nguo ya ndani mbaya ilikuwa ndani ya begi la mchungaji huyu. Kulikuwa pia na suruali ya kike. Mchungaji huyu alihubiri kuwa kuna suruali kwa ajili ya wanaume na pia kuna suruali za wanawake au suruali za kike. Lakini bado suruali ni nguo za kiume tu. Kumbukumbu la Torati sura ya 22 mstari wa 5 inasema, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Suruali ya kike ilikuja kama matokeo ya uasi wa mwanamke huko Ufaransa. Mwanamke Mfaransa kutoka kwa uasi alitoka ndani na suruali, lakini sheria ya nchi hiyo inakataza wanawake kuvaa suruali kwa sababu ni nguo za wanaume. Mnamo mwaka 2013, sheria ndogo inayowataka wanawake huko Paris, Ufaransa, kuomba ruhusa kutoka kwa wakuu wa jiji kabla ya kuvaa kama wanaume pamoja na kuvaa suruali, isipokuwa wale wanaoshikilia kipini cha baiskeli au hatamu za farasi. Sheria hiyo ilitangazwa kutenguliwa rasmi na waziri wa haki za wanawake wa Ufaransa. Hiyo ni kwa mujibu wa Wikipedia, lakini pia unaweza ukatafuta habari hiyo kwani ilitolewa pia na BBC News. Tafuta kwenye Google, andika Paris women finally allowed to wear trousers. Mchungaji huyu alishindwa, akalia na